Leo tunaingia katika somo la afya. We are going to go to health. Yesterday we had our first presentation. Tuliweza kufafanua mental health. Afya ya akili ni nini? Na yale magonjwa yanadhuru afya, yanadhuru akili, I mean. Na leo nataka tuangazie what are the signs and symptoms of mental illness. Then we talk about the causes and we talk about prevention, which is the most important. Biblia inasema from the book of Philippians chapter 4, we will read Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7, it says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." It's my prayer that we will be anxious for nothing. Mental illness. Afya ya akili na magonjwa ya akili yanaonekana aje? Na jana tulisema haya ni magonjwa which affect the mood, the thinking and the behavior. So hisia, fikira na vitendo. Fikira, thinking, mood, hisia na vitendo. How somebody acts. So that is how you are able to know. Na tulisema ya kwamba what we call mental illness, ile extreme, inakuwa ni very small percentage. What we call mental illness. Aseke gusi, karo montago tebango monta aruarete, mental, toko tumanyete toko teba, no liyo basogete. Kese na kito maide, uko basoka. Lakini bali wako basoka na bakesana. Abange kama 2%. Abange apa in between, wakona mental illness, you may not tell. Na tulisema the most common ni msongo wa mawazo, depression, ama tukasema anxiety, wasiwasi. Somebody is thinking about the future. So we say depression is about the past. Maybe there is something, a mistake, some experience, mtu alipitia hapo mwanzoni, na ameketi hapa lakini anafikiria sana mambo yaliyopita. Na wasiwasi, anxiety, is where you are seated now, you are thinking about next week, shule zinafunguliwa, huna school fees. You are seated here lakini unasikia tumbo imejaa maji. You are stressed, hata una appetite, hata uwezi lala, because you are thinking about what? About the future. So it has not happened. Na ujui kama utakuwa na school fees ama utakuwa nayo. Lakini sahi uko mgonjwa tayari. Your body is sick because of tomorrow. Let me talk about the signs and symptoms. Again, I said they affect the mood, the thinking, the behavior. Fikira, hisia na vitendo. They are affected when people have a mental illness. Na uwa ina vary. It varies with different people. So the way somebody may act akiwa na depression, another person hata act hivyo. So the symptoms are many. Lakini nitashare zile ziko most common. The ones which cut across. The first one I want to share is changes in mood. Hisia za mtu, somebody feels maybe sad most of the time, akona mood swings, hisia zinabadilika, mtu anajisikia ako hopeless, ako helpless, hana matumaini, au watu wengine wanakaa na lialia kila wakati. Okay? Kweli kwa hii dunia hatuwezi kaa tunakona furaha all the time, but we are not supposed to be sad most of the time. Mtu ako tuna analia, akona wasiwasi, anasikia hana matumaini, hata akiongea anaongea kama somebody who has no hope. It could be a sign of a mental illness. Another one is excessive worry, wasiwasi iliyopita kifani, wasiwasi. Or mtu hawezi kutulia, they are restless, every time they are restless, hawezi kutulia, na akona wasiwasi sana about many things. The other symptom is behavior, vitendo vinabadilika. For example, unapata mtu alikuwa anapenda kwenda kanisa, saa hii they just want to withdraw. Anataka kukaa peke yake. Wengine hata anajifungia kwa nyumba na ana switch off taa, ako kwa giza, anakaa tu peke yake, anakaa upweke. Anakaa upweke. They isolate. Vile tuliumbwa sisi kama binadamu, we were created to live in a community. We were created
to go kama ni emesangererekano okogende kanisa kogende chiro kogenda sabantu bandi. Lakini ukiona mtu amejiisolate anakaa peke yake okona upweke hataki hata kushirikiana na watu wengine, it could be a sign that they have a mental illness. Another sign is unaweza ona pengine mtu vile anakula chakula anakula sana ama anakula kidogo. Si kila mtu, kuna vile familia yako wanakujua vile unakula. See, we know how much we eat. But unaweza ana mtu amepunguza sasa anakula chakula kidogo au anakula mingi. Any of those. Kwa hivyo kilo za mwili zinaweza ongezeka ama zipunguke. So weight changes in eating, weight changes. Usingizi. Mwingine anaweza lala sana, sleeping all the time. Mwingine halali. Mwingine hana usingizi, mwingine analala sana. Si kawaida upate mtu analala, pengine mchana amelala au usiku unapata mtu ana usingizi, ameketi tu. Wengine wamelala wamengorota, yeye ameketi tu. It could be a sign of a mental illness. Au mtu anaweza ingia kutumia pombe na sigara. Anatumia pombe na sigara. Inaweza kuwa because they are feeling sad, the mood is low, they are using alcohol and drugs to cope. Or wana engage in what we call risky behaviors. Risky behaviors, for example, ni unaweza pata mtu anajihusisha kimapenzi, kingono na watu tofauti tofauti. Many people, they are not afraid that they are putting their life at risk. Au mtu anachukua gari, ana drive very fast, speed, hajali maisha yake. Because maybe they have given up. Another sign is mtu anaweza kuwa akona shida ya kukumbuka. They have difficulty remembering things. Details which they are supposed to remember. Ile kitu unaona hii kweli, mtu anatakana akumbuke, but they cannot remember. Okay? Another sign inaweza kuwa sasa niyo tunaita psychosis. Psychosis hiyo ni ile tunasema kuruka akili, gose kobasoka. Maybe mtu anasema, anaongea kuna watu hapa wanataka kuniua. Na hiyo sana hiyo ndio tunaweza kuidentify. Unaona mtu anasema kuna watu hapa na wamebeba panga na wanataka kuniua, na ukiangalia hakuna mtu. Ama anasema kuna watu wanataka kunimaliza na anakimbia anatoroka na kuambia mtu anataka kuniua. Au anasema hawezi kula chakula mahali popote, nasema kuna watu wanataka kuniwekea sumu. Na yeye anaamini kabisa, hata ukimwambia hakuna mtu, yeye anaamini. Ama anasema watu wameiba pesa yangu, kuna watu wameniibia. Na ukiona hakuna mtu amemuibia. Au anasema kuna vitu zinanitembea, kuna wadudu wananitembea wadudu. Ukiangalia uone wadudu. It could be a sign of a mental illness. Another one are physical symptoms kama kuchoka kila wakati, kuumwa na kichwa sana, kusikia uchungu kila mahali kila wakati, pain all over the place, shida za tumbo kusokota. Mtu anakula chakula lakini anasikia hiyo chakula mwili haijasiaga chakula vizuri itumike kwa mwili. Pengine kama ni constipation, kushikilia ama kuhara all the time. Another sign could be changes in functioning. Mtu anashindwa kwenda kazini, hata akienda kazi hawezi fanya kazi vile anafanya kawaida. Au kama ni mtoto ako shule, anashindwa kusoma, anashindwa kukaa shule. Kuna watoto wengi wanakuwa na matatizo ya shule na huwa wanakuwa punished badala ya kusaidiwa. Huwa tunafikiria mtoto ameharibika hataki kusoma, na pengine ni mental illness. A lot of mental illnesses, 50% huwa zinaanza mtoto akiwa 14 years. A lot of mental illnesses are diagnosed by the time a child is 14 years. So akiwa class 8, pengine form 1, form 2. Class 8, form 1, form 2. Unapata mtoto anaanza kustruggle, anashindwa kusoma, anashindwa kukaa shule. Unaona asikizi walimu, anatoroka nyumbani, anatoroka shule, anaruka fence. Unasema mtoto ameharibika ama amerogwa, na pengine ni mental illness. Na kama huyo mtoto anaweza kuwa attended, apelekwe hospitali mapema, atasaidika. Lakini wengine kwa sababu apelekwe hospitali mapema, huyo mtoto anaingia sasa pengine pombe, sigara, anaona hakuna mtu anamuelewa, ama anaingia into risky behaviors. Okay? So it's important to take note that many times from 14 years is when you start seeing a lot of mental illnesses are diagnosed. Unaweza kuwa kuna zile activities mtu alikuwa anapenda before,
but right now unaona they are not interested. Pengine mtu alikuwa anapenda kwenda soko sana sana, lakini anafika mahali hayuko na interest ya kwenda soko. It could be a sign of mental illness. Au unaona mtu haogi, hasugui meno, nguo ni chafu, na pengine ni mtu ulikuwa unajua alikuwa mtu msafi, lakini unaona amebadilika hata nguo vile anavaa unaona hakaipoa. Na sometimes badala ya kusupport hao watu ama kumuuliza shida ni nini, tunaanza kuwasengenya. Unaanza kusema siku hizi amejiachilia, na pengine umeona amepoteza mpendwa wake, alafu unaona nguo, kusugua meno, kuna vile ajitunzi vizuri, pengine ni mental illness, ni depression. Na sisi tunasema amejiachilia sana, so they are not able to get help. Those are the signs of mental illness. Nimesema signs ni mingi, hizi nimeshare tu the most common. So wacha niende another section niongee what are the causes. What causes mental illness? Ni nini haswa inasababisha ugonjwa ya kiakili, magonjwa ya kiakili? Na tulisema ni mengi sana. Mental illnesses are many, over 75. Hata sitakaa nikiongea about the specific ones. But what are the causes? Many of the causes are not known. Sababu nyingi hazijulikani. Lakini wacha niwaambie zile utafiti umeonyesha zimejulikana. Number 1 ni genetics. Genetics sijui kwa Kiswahili tunasema aje, lakini aseke gusioro reri. Genetics. Na tulisema genetics determines 50% of somebody's character. Kwa hivyo wale youth amuko hapa asubuhi, ukichagua lazima uchague kwa makini. Na sisemi ukatae mtu, lakini utamchukua ukijua zile vita utapigana, na uanze kupigana hizo vita mapema. Okay? So 50% genetics. Ukienda hospitali, mtu akienda hospitali na akona mental illness, daktari atauliza iko mtu kwa familia, pengine uncle, pengine auntie, pengine grandparent alijinyonga, ama anatumia pombe, sigara kupita kiasi, ama mwenye akona ugonjwa kama huu. Daktari atauliza hivyo. Na ukiangalia unapata sana sana most of the time iko mtu kwa familia, kuna mtu kwa familia. Okay? Hata kama pengine wanasema ule alikuwa amerogwa, but usually there is a genetic component, 50%. Okay? Number 2 is environment. Exposure to the environment. Especially the first 3 months. Mtoto akiwa kwa tumbo ya mama, ile miezi ya kwanza mitatu, it's very very important, because that is the time ubongo una develop. The brain develops the first 3 months when the baby is in the womb. And many times, many people don't even know ako mjamzito that time, isn't it? They don't even know. And that time, ndio mtu anasikia ako mgonjwa na anatapika. Na hiyo kutapika si mbaya. Ni kwa sababu there are certain things unaweza kula kwa chakula siweze kudhuru mtoto. That is why unapata mama akiwa mjamzito the first 3 months huwa anatolerate. Unapata mwingine pengine ni maruranu peke yake anatumia, ama ni ndizi peke yake. Because if you were to eat anything, you may eat things zenye zitadhuru ule mtoto the first 3 months. Okay? So that when you find mama amechoka, anasikia kutapika, asikii kukula chakula mingi, because the first 3 months are very important. Kwa hivyo mama akitumia pombe, sigara, madawa ya kulevya, akiwa exposed to chemicals, kemikali, zina affect development ya brain ya mtoto. Na ule mtoto akiwa amezaliwa, anazaliwa na akili yake ikiwa pungufu, and the brain haija develop very well. Okay? So the first 3 months, we said, that is when mental development happens. So asubuhi tulisema kukue na preconception care. Watu wajipange iwezekanavyo kabla ya mama kupata mimba. Kwa sababu the health of the mother akiwa na mimba ita affect afya ya ule mtoto going forward. The other cause could be drug and substance use, especially very early. Ikiwa mtoto akiwa young aanze kutumia pombe, sigara, they are at risk of developing mental illness, kwa sababu akili haijakomaa na anaanza kutumia yale madawa, zile vitu zina affect akili. So drugs and alcohol. I think
many times we have seen tumeona abana bali bachakira gutumia chinyasore barabake kwanya korra abana bunabo abana bamura baguchaka gutumia chinyasore kibarabake baguchuke miaka iga 15 16 babasuka torochi abana bunabo na niliona siku nyingine wanataka kusema the age of drinking alcohol ipelekwe 21 sio 18. Unajua in Kenya it's legal, mtu akiwa na miaka 18 anaweza tumia pombe. So nimeona kwa magazeti wakisema wasukume hiyo miaka hadi 21. Mimi nilisema isukumwe hadi 25, because if somebody has to use alcohol, because even before 25 bongo bado it has not matured, the brain has not matured even before 25, so there's a risk. The other cause of mental illness inaweza kuwa ni mtu watu wenye hawajajifunza life skills. What do I mean by life skills? Life skills ni skills kama communication, oboererani. Abantu mbale batamanye tikokwana mangana abo kubeka mangana abo boronge. Conflict resolution, kutatua shida. Kuna watu hawakuweza kujifunza kutoka kwao nyumbani wakiwa wadogo kutatua shida. Anger and stress management, managing anger na stress. Kuna watu hawajui kumanage, so wakipata changamoto wanavunjika, wana crumble. Na tulisema asubuhi mtoto ana learn skills from the age of 0 to 7, maybe 12, but very important 0 to 7. So mtoto akipelekwa boarding school kama hajafika 12 years 13 hatapata opportunity ya kulearn skills, because pale boarding school unajua ni kama jela, na watoto wanatritiwa kama wanyama. So wakiwa wakubwa kidogo at least ubongo umemachua. But now an 8-7 year old anapelekwa boarding school, anakuwa treated like an animal. So huyo mtoto hajajifunza skills. So in life, because there are problems in life always, kama huyo mtoto akiface changamoto kidogo anavunjika, they crumble, because they don't know how to manage their emotions. Okay, so those are the causes, the causes of mental illness. So wacha niseme hivi, hizi causes nimesema ziko kama vile unaweza weka risasi kwa bunduki. These are the ones which load the gun, but it's possible bunduki inaweza kuwa na risasi lakini mtu isiue mtu, isn't it? You can load the gun. For example, unaweza toka kwa familia ile watu wako na mental illness, genetics, but you don't get a mental illness. Do you understand? It's possible because genetics load the gun, but lifestyle is the trigger. So let me tell you some of the things which are triggers. So ikiwa pengine mtu ametoka familia ya mental illness, pengine the first 3 months in the womb alikuwa exposed, pengine hakulearn skills, pengine alitumia pombe na sigara, hiyo sasa ni kama bunduki iko na risasi. Lakini there are few things that can happen which can trigger the gun. Which ones are they? For example, kuna kitu tunaita childhood trauma. Childhood trauma ni changamoto mtu anapitia akiwa mtoto mdogo. For example, kama mtu amelelewa kwa familia iko na vita, there is domestic violence. Au familia mzazi anatumia pombe na sigara, analewa. Au familia mzazi ameenda jela. Au familia ya umaskini, wako na umaskini sana, hawawezi afford food, shelter, clothing. Au mtoto amenajisiwa, au mtoto amepigwa, ama kuna vita kama post-election violence na mtoto ameweza kuface, kuna maandamano na mtoto ameweza kuface hizo changamoto. Hiyo ina trigger, so hiyo tunaita childhood trauma. Au kuna social isolation, kuna utengano kama wakati wa COVID. Tulisema wakati wa corona 2020-2022, a lot of people got mental illness. They developed mental illness, wengi wakajitoa uhai kwa sababu kulikuwa na isolation. Hata kanisa hatungeenda, mashule na kadhalika. Inaweza kuwa kuna stigma, pengine mtu ako na ugonjwa kama HIV, mtu ako na albinism, na kwa hivyo amekuwa stigmatized. Kuna yale magonjwa tunaangalia, ama mtu ako na ulemavu na amekuwa stigmatized. Hiyo inaweza kuwa trigger. Another one is social disadvantages. Social disadvantages hii nilisema ya kwanza ni umaskini,
ama mtu anaishi mahali yeye ndiye ako minority. You are the minority. You live in a place you feel like you don't belong. You don't belong. Wewe ndio uko minority. Hii inadhuru sana especially watoto. Au mtu ako na pesa lakini hajui kutumia hela. So pengine alikuwa amebarikiwa, ako na hela, ako na biashara, ako na magari, kwa sababu pengine hajui kutumia vizuri, anapoteza. You lose what you have, that can trigger mental illness. Au kupoteza mpendwa, bereavement, losing a loved one. Or kama mtu ako na stress yenye ishi, kama in a home where there is domestic violence, kuna vita kila wakati, that can trigger mental illness. Or physical illness, when somebody anaweza kuwa na ugonjwa, maybe ameambiwa akona diabetes, akona hypertension, akona cancer, hiyo inaweza trigger mental illness. Okay, the other one is mtu akipoteza kazi ama income. Mtu akianguka mtihani, mtu anaweza anguka mtihani, inaweza trigger drug and alcohol abuse. Na diet, very important. Diet, kama diet yako hukuli ile chakula inajenga mwili. The other one is what we call long-term caregiving. Wale watu wako na mpendwa mwenye ako na ugonjwa na anahitaji kutunzwa for very long. You have somebody who is sick and you are caregiving for a very long time. If you don't take care of yourself, you are at risk of mental illness. So anye kubwato murwairo urende tenga kientambe dinde kwara ateki break omontondogo konya kurendo murwaire wacha nonyene kanisa kwagenda noene echiro kwara arambura maguru. Otherwise koba kurendo murwaire nganayo kumurenda lioka throughout na boko nyora mental illness. Okay. Bono, I will talk about the last part, na kama tuko na time pengine nichukue swali moja mawili tumalize. Prevention is the most important thing. Na hii prevention sisi wote tunaweza prevent. Prevention is better than cure. And I will give us about 12 ways we can prevent. The first one is maintain a healthy lifestyle. Yale maisha unaishi ya kue maisha, una make healthy choices in your diet, in your exercise. Wakati una exercise, unatembea, uhakikishe kila siku roho yako, you do something that makes your heart beat so that your blood inaweza tembea. Unajua your blood can flow very well. When was the last time you sweated? Ni siku gani? When was it? Ni siku gani ulitoa jasho? Na si ati ulitoa jasho juu ulikula ugali moto. Ni siku gani ulifanya kazi na ukatoa jasho? Mimi nilitoa leo asubuhi, niliruka kamba where I'm staying. When was the last time? Na usitumie excuse ya makambi and you're not exercising your body. Tembea, ruka kamba, fanya kitu chochote, enda shamba, lima, peleka ngombe mtoni. Do something so that you can sweat. When you are sweating, you are making your blood to flow to your brain. Okay? So you have to choose a healthy lifestyle. Wakati unachagua chakula ya kula, usichague ile chakula ya kujaza tumbo. Si asubuhi tulisema mwili haujengwi na mbao. So saa zingine mimi huangalia vile tunakula na ninaona ni tumbo tu unajaza, si mwili na ubongo tunajenga. We are just filling our stomach. Okay? So our bodies, mili yetu inakuwa kubwa, haina nguvu, haina afya, because tunajaza tu tumbo. Ask yourself, the food I'm eating, starch, unga ikue kidogo, unga ikue kidogo, ugali ikue kidogo, viazi ikue kidogo, matoke ikue kidogo, mboga ikue mingi, protein ikue mingi. Sisi kama Wakisia tukuli protein. Kama leo umekula protein gani lunchtime? Protein gani? Ulikula maragwe kweli? Ilikuwa kiasi gani? Ukikompare ile maragwe na ile unga, ni nini ilikuwa mingi? Unga, starch. Ile sufuria uko nayo nyumbani, sufuria ya ugali na ya mboga, ni gani kubwa? Na ni gani inatakikana kuwa kubwa? Totumie common magekere. Sasa huwa atufikirii sana kuweka protein ukule. Na break ulikula nini?
Starch on starch on starch. Uji. Marabwoni. Nduma. Umefanya nini sasa? Umejenga mwili ama umejaza tumbo? Haya, fikiria, tumia common sense. Okay? So you need to eat the food that is going to help you. Sleep. Lala 7 to 8 hours per night. Lala mapema. Ukilala 1 hour before midnight is like 2 hours after midnight. Ukilala mapema 1 hour before midnight, it's equivalent to 2 hours after midnight. Lala mapema, early to bed and early to rise. Makes a man or a woman healthy and wealthy and wise. When you sleep, that is when your brain gets cleaned. Ubongo wako unasafishwa ukilala. If you don't sleep, within a short time, you'll become mentally sick. You need to sleep well. So in the evening, avoid eating the evening meal ndio uweze kulala. Ile chakula yako ya usiku kula asubuhi. So that when you go to sleep, your stomach is also resting. When I tell people to sleep 7 to 8 hours, mtu ananiambia ninaingia kwa kitanda, sina usingizi. Na nikilala naota ule nyanya yangu alifariki 10 years ago, ndio huyo namuona. Unaota ati unatembea kwa bridge na unaanguka. ama umbwa inakukimbiza. Kwa sababu ulikula late na ukakula nyama. You ate protein and you ate late. So now, so much blood, damu inatembea kwa tumbo badala ya kwenda kwa akili, kwa ubongo ndio uweze kusafisha ubongo. Okay? So sleep 7 to 8 hours. Avoid alcohol and drugs. Hii mnajua. Manage stress. Stress is part of life. Learn to manage stress. Manage stress. Exercise. Talk to somebody. Write what you're thinking. Pray. Take to God. Write a letter even to God when you are stressed and you cannot pray. Seek social support. Many times ukiwa na changamoto, you think you're the only one. Get somebody you can talk to. Anakuambia, hata mimi niliyapitia hayo. Then you get encouraged. Avoid procrastination. Procrastination is where what you can do today, you leave it for tomorrow. What happens in your brain, you leave, your mind is hanging. Kuna watu kila kitu anasema, hii nitafanya baadaye. Learn to do things today and now and finish. That way, you improve your mental health when you learn to do things here and now. Okay? Listen to music. Sio ile music ya boom, boom, boom. Slow music is very soothing. It's good for your mental health. Learn to say no. No is a complete sentence. Usikue mtu wa kusema ndio. Utafanya hivi, ndio. Finally you get overwhelmed. Learn to choose. Unasema hii naweza fanya, hii ingine no, it's not possible now. Learn to have no as your vocabulary. You can say no. Don't think wewe ndio unashikilia dunia. Hata ukikufa saa hii, the world goes on, isn't it? Hata kama ni watoto wako. Na tulisema asubuhi, kuna wamama sana. Aba angina. Unashikilia kamujukuu. Unashikilia mjukuu, you can't even eat anything. Hata nikikupatia kitu saa hii ukule. Unaficha, unasema unapelekea mjukuu. What is wrong with you? Kula. Hata ukikufa mjukuu si ataishi tu. Eat something, be strong. Okay? Take care of yourself. Practice intentional self-care. Ndio hiyo tumesema. Oga ukue msafi. Vaa nguo mzuri. Ile nguo umeweka ati uende kuonea korera. Put on that dress tomorrow, come with it here. Vaa hiyo dress. Vaa hiyo nguo. Eat. Zile vyombo umeweka since 1978. Umewekea mgeni na huyo mgeni hajawahi kuja. Hata mimi sitakuja kukulia hizo vyombo. Remove hizo vyombo, toa leo usiku. Serve yourself with those dishes. Eat. Use the best dishes. Feel good. Be good. Be happy. Okay. The other thing is, in case ukiona umeanza kuwa na changamoto, seek professional help. Tafuta usaidizi. There is nothing wrong as a Christian to look for help. To say, I'm struggling, help me. The other thing, punguza yale masaa unatumia kwa simu. Punguza yale masaa. Leave the phone sometimes. And walk and talk to a real human being. Stay connected with God.
Stay connected. Read your Bible. Pray every day. And you will grow, 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 grow. Okay? The other one, I have just 2 more. Do humanitarian work. Fanya kazi, I don't know what we can call it, humanitarian work. Ni ile kazi unafanya, pastor ananisaidia, without expectations. Ile kazi unafanyia mtu bila malipo. Do humanitarian work. Like now, choir. You have come here to sing. Hizo nguo huwa nauliza, mnajinunulia ama mnanunuliwa? Sio sasa ni kujitolea. Na mmekuja kuimba, hamulipwi. Si ndio? Si mngekuwa shambani sahi. But you have come to sing, you're not being paid. It makes you feel good and it improves your mental health because you are doing without an expectation. So kuwa baraka kwa mtu. Kama ni kwa kanisa, make sure you are serving, you're doing something. Usikue wewe ni mtu wagochandeka kila wakati. Bantu batatokonya, muntu takurigiri muntu. Abantu ko batochaite ngakibago torora. Sasa wewe umesaidia nani? Who have you helped? Who have you helped? Usikue ni wagochandeka mechando kila wakati. Surely, it's not problems all the time. Hata kulinyesha jana. Can we thank God even for the rain? You know, kuna watu wako Masai Land. Mimi nimekaa Masai Land many years. Hatukuwa tunaona mvua. Na watu Kisii wana complain when there is rain. Instead of saying, thank you God, at least we have food. The other one is, deal with your guilt and your shame. Your guilt and your shame. Sisi wote, we have made mistakes. Sisi wote. Everybody, you have made mistakes in the past. Kwa hivyo hiyo makosa tumetenda inaweza fanya ukue na aibu ama ukue guilty. Sijui guilty inaitwa aje. But you get what I'm saying. Yale makosa umetenda in the past, learn to say I'm sorry. Na sorry si kununua nyama kilo moja wazee. Hiyo kununua nyama si nyama, sisi ni Adventista. Nyama si kununua sorry si kununua maharagwe kilo moja. Hapana, maharagwe bado utanunua. But you will still say sorry. You have to say sorry. Sisi kama wazazi, there are things we have done, we have hurt our children. Si asubuhi tulisema iko makosa imefanyika. Ndio maana mtoto wa 35 ako bado kwa nyumba. Anangojea umnunulie chakula 35. Makosa ilifanyika. Say I'm sorry. Just go home and say, my son, my daughter, I realize nilikukosea sana. Ukiwa mdogo sikuweza kukufunza skills za kujitegemea, to take care of yourself. I did everything for you, my son. I did everything. And now I am seeing you are here. I'm sorry. Will you forgive me? I'm sorry. Naambia Mungu pole, God forgive me. Nipe nguvu. Huyo mtoto akikwambia amekusamee, tell him now, my son, I want to help you. From today, nimekupatia 3 months. Nataka uniambie what is your plan, because I cannot live forever. Na tuwezi endelea kukaa hivi. What is your plan, my son? What do you want to do? Nataka kukusaidia ndio uweze kutoka orugesera, you get off the nest. I want to help you. Because once you have said sorry, Mungu amekusamee, umejisamee, usikubali mtu bado aendelee kukupeleka kwa matope. When aendelee kukuambia ni naye kwa mocherete, nayogeretenda. Mwambie mimi nimeomba msamaha na Mungu amenisamee, and I'm also asking you to forgive me and to forgive yourself. Is that okay? Guilt and shame. Hiyo ndio tumesema inafanya watu mara mingi wanakuwa depressed. Kwa sababu wamebeba aibu ya kitambo. Those are things that I have since gone away. There are people, wazazi wakipata mtoto wanamdekeza sana. Kwa sababu when they were young, wakiwa vijana, pengine walitoa mimba. Maybe they aborted. So, wakati wakipata mtoto anasema, God, umenibariki na mtoto na ule mwingine niliua. Huyu mtoto nitamtendea kila jambo. I will do everything to this child. But they don't know they are spoiling that child. The thing is, you might have done that. Maybe you might have conducted an abortion or whatever that happened. I'm just using that as an example. But God has forgiven you. Forgive yourself also. And plan from today, you are living afresh. You are living as a new creature. Amen? Mungu awabariki sana. Nimeona kengele imelia. Kwa hivyo mtanikubalia, mtaniruhusu niombe. Then maybe tomorrow or the day after tutaendelea kujibu maswali, na pengine kama kuna yenye mtaandika mtume,
nitafurahi sana nikiweza kurespond. Let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you so much for your goodness. Thank you for your mercy and your love. We thank you for giving us the blessing of come meeting. Your word says you have not given us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of a sound mind. I pray, Lord, for a sound mind upon your children. If there is a way in which we have rebelled in the past, or because of ignorance, we have made choices that have made us mentally unhealthy, I pray that our minds are going to prosper, even as our spirits prosper. May you give us understanding, because these are heavy topics we are talking about. I just want to pray that your people may go learning more, they may study, they may understand. Most importantly, may we not just be hearers, but doers of the word. Forgive us where we have failed and where we have lived below your expectations. We pray that you may forgive us and help us to do better. We pray this believing and trusting in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen.